بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema mwenye kurehemu. Hakika tumekufungulia ushindi wa dhahir ili Mwenyezi Mungu akusamehe makosa yako yaliyotangulia na yajayo na akutimizie neema zake na akuongoe katika njia iliyonyooka. Na Mwenyezi Mungu akunusuru nusura yenye nguvu. Yeye ndiye aliyeteremsha utulivu katika nyoyo za waumini ili wazidi imani juu ya imani yao. Na Mwenyezi Mungu ndiye mwenye majeshi ya mbingu na ardhi. Na Mwenyezi Mungu ni mwenye ujuzi, mwenye hikma. Ili awaingize waumini wanaume na waumini wanawake katika bustani zipitazo mito kati yake, wadumu humo na awafutie makosa yao. Na huko ndiko kufuzu kukubwa mbele ya Mwenyezi Mungu. Na awape adhabu wanafiki wanaume na wanafiki wanawake na washirikina wanaume na washirikina wanawake wanaomdhania Mwenyezi Mungu dhana mbaya. Utawafikia mgeuko mbaya na Mwenyezi Mungu awakasirikie na awalaani na awaandalie jahannam, na hayo ni marudio maovu kabisa. Na Mwenyezi Mungu ana majeshi ya mbingu na ardhi, na Mwenyezi Mungu ni mwenye nguvu, mwenye hikma. Hakika tumekutuma wewe uwe shahidi na mbashiri
na mwonyaji, ili mumwamini Mwenyezi Mungu na mtume wake, na mumsaidie na mumheshimu na mumtakase asubuhi na jioni. Bila shaka wanaofungamana nawe kwa hakika wanafungamana na Mwenyezi Mungu. Mkono wa Mwenyezi Mungu uko juu ya mikono yao. Basi avunjaye ahadi hizi anavunja kwa kuidhuru nafsi yake, na anayetekeleza aliyomwahidi Mwenyezi Mungu atamlipa ujira mkubwa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illa Allah. Suratul Fath imeteremka Madina. Imeanzia mwanzo wake sura hii kwa kutaja ushindi uliowazi aliyomsahilishia Mwenyezi Mungu mtume wake, na imeelezea athari zake kubwa katika kueneza Uislamu na kuwatukuza Waislamu na kuziimarisha nyoyo za waumini ili wazidi imani, na kuadhibiwa kwa wanafiki na washirikina kwa shaka zao juu ya nusura ya Mwenyezi Mungu kwa mtume wake. Na imetaja kuwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ametumwa kuwa ni mwenye kushuhudia na mwenye kubashiria ili ithibiti imani ya Mwenyezi Mungu. Tena sura ikaingia kueleza kusimulia kuungwa mkono mtume na watu wa kweli wa kutimiza ahadi, na ikabainisha uongo wa udhuru waliotoa waliokwenda kinyume na mtume wasitoke naye kwenda pambana na maadui, na ambao walibaki nyuma kwa kudhania kwao kuwa Mwenyezi Mungu hatampa nusura mtume, na ikaeleza kuwa kutaka kwao kutoka naye ni kwa sababu ya kupata ngawira. Tena sura imebainisha kuwa watakuja takiwa kupigana na kaumu wakali na wenye nguvu, na kwamba hapana makosa kuacha kwenda vitani kwa udhuru wa kweli, kama ilivyoweka wazi ukubwa wa kheri alizowaahidi Mwenyezi Mungu wale aliofurahi nao katika kumuunga mkono mtume sallallahu alaihi wasallam kwa ridhwani. Imezungumzia juu ya kukimbia kwao makafiri na kushindwa kwao walipopigana na waumini. Ikaeleza hikma ya Mwenyezi Mungu kuwazuia makafiri wasiwapige waumini, na kuwazuia waumini wasiwapige makafiri wakati wa kutekwa Makka. Na mazungumzo yakamalizikia kwa kubainisha kwamba Mwenyezi Mungu ameitimiza ndoto aliyoiota mtume wake ya kuingia katika msikiti mtakatifu, na kwamba Muhammad na walioamini pamoja naye ni wakali kwa makafiri, lakini ni wapole, wanaoneana huruma wao kwa wao. Na ikabainisha alama za kuwajulisha waumini na sifa zao katika Taurati na sifa zao katika Injili, na Mwenyezi Mungu ukawaahidi walioamini na wakatenda mema msamaha mkunjufu na ujira mkubwa. Hakika sisi tumekupa ewe Muhammad fathi, ushindi mkubwa unaonekana wazi kwa haki kushinda batili, kweli kushinda uongo, ili Mwenyezi Mungu akughufirie yaliyotangulia katika yanayohisabika kwa mwenye cheo kama chako kuwa ni dhambi, na pia yanayokuja baada yake, na ili atimize neema zake juu yako kwa kuenea wito wako, na akuthibitishe kwenye njia ya Mwenyezi Mungu iliyonyoka. Na Mwenyezi Mungu akunusuru na maadui wa utume wako kwa nusura yenye nguvu za kushinda. Yeye ndiye aliteremsha utulivu katika nyoyo za waumini ili wazidi kuwa na yakini juu ya yakini yao. Na ni Mwenyezi Mungu peke yake ndiye mwenye majeshi ya katika mbingu na ardhi, huendesha mambo yake apendavyo. Na Mwenyezi Mungu amevizunguka vitu vyote kwa ujuzi wake. Ana hikma isiyo na ukomo katika kuendesha kila kitu, ili Mwenyezi Mungu waingize waumini wanaume na waumini wanawake katika mabustani, yaani pepo zipitwazo na mito ndani yake, wadumu humo daima dawamu, na wafutie makosa yao. Na malipo hayo kwa Mwenyezi Mungu ndiyo kufuzu kulikofika ukomo kwa utukufu wake, na ili awatie adhabu wanafiki wanaume na wanafiki wanawake, na wanaume wanaomshirikisha Mwenyezi Mungu na wengineo, na washirikina wa kike wanaomdhania Mwenyezi Mungu dhana mbovu ya kuwa ati hata mnusuru mtume wake. Ni juu yao peke yao ndiyo tawaangukia mageuko maovu, wala hawawezi kuyakimbia. Mwenyezi Mungu amewaghadhibikia na amewafukuza kwenye rehema yake, na amewatengenezea jahanamu kwa ajili ya kuadhibu, na huo ndiyo mwisho mbaya.
na Mwenyezi Mungu anayo majeshi ya mbinguni na katika ardhi, anaendesha mambo yake kwa hikima yake kama atakavyo. Na Mwenyezi Mungu ni mwenye kushinda kila kitu, mwenye hikima isiyo na mwisho katika kupanga kila kitu. Ewe Muhammadi, hakika sisi tumekutuma uwe shahidi juu ya umma wako na pia juu ya kaumu zilizotangulia, na uwe mbashiri kuwapa habari njema wacha Mungu kuwa watapata malipo mema, na uwe mwonyaji kwa watendao maasi kuwa watapata adhabu mbaya, ili nyinyi mliotumiwa mtume mpate kumwamini Mwenyezi Mungu na mtume wake, na mumnusuru Mwenyezi Mungu kwa kuinusuru dini yake, na mumtukuze kwa taadhima na utukufu, na mumtakase na kila lisilomwelekea asubuhi na jioni. Hakika wanakuahidi kuwa watafanya kama wawezalo kukunusuru, kwa hakika wanamuahidi Mwenyezi Mungu. Nguvu za Mwenyezi Mungu ziko pamoja nawe juu ya nguvu zao. Basi atakayevunja ahadi yake baada ya kushaitoa, basi madhara yake hayatarudia ila juu ya nafsi yake. Na mwenye kutimiza ahadi aliyomwahidi Mwenyezi Mungu kwa kutimiza kufungamana nawe, Mwenyezi Mungu atamlipa thawabu za hadi ya mwisho wa ukubwa. سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا. يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا. بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا. ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما. سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله. قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج
ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتول يعذبه عذابا أليما. watakuambia mabedui waliobaki nyuma, yametushughulisha mali yetu na ahali zetu, basi tuombee msamaha. Wanasema kwa ndimi zao yasiyokuwamo katika nyoyo zao, sema, ni nani awezaye kukusaidieni chochote kwa Mwenyezi Mungu akitaka yeye kukudhuruni au akitaka kukunufaisheni? Basi Mwenyezi Mungu anazo habari za mnayoyatenda. Lakini mlidhani kwamba mtume na waumini hawatarudi kabisa kwa ahali zao, na mkapambiwa hayo katika nyoyo zenu, na mkadhania dhana mbaya, na mkawa watu wanaoangamia. Na asiyemwamini Mwenyezi Mungu na mtume wake, basi kwa hakika sisi tumewaandalia makafiri moto mkali. Na Mwenyezi Mungu ndiye mwenye ufalme wa mbingu na ardhi, humsamehe amtakaye na humwadhibu amtakaye. Na Mwenyezi Mungu ndiye mwenye kusamehe, mwenye kurehemu. Waliobaki nyuma watasema, mtapokwenda kuchukua ngawira, tuwacheni tukufuateni. Wanataka kuyabadili maneno ya Mwenyezi Mungu. Sema, hamtatufuata kabisa. Mwenyezi Mungu alikwisha sema kama hivi zamani. Hapo watasema, bali nyinyi mnatuhusudu. Sio, bali walikuwa hawafahamu ila kidogo. Waambie walioachwa nyuma katika mabedui, mtakujaitwa kwenda pigana na watu wakali wa vita, mpigane nao au wasalimu amri. Basi mkitii, Mwenyezi Mungu atakupeni ujira mzuri, na mkigeuka kama mlivyogeuka kwanza, atakuadhibuni kwa adhabu iliyochungu. Kipofu hana lawama, wala kiguru hana lawama, wala mgonjwa hana lawama. Na mwenye kumtii Mwenyezi Mungu na mtume wake atamuingiza katika mabustani yapitayo mito kati yake, na atakayegeuka upande atamuadhibu kwa adhabu chungu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illa Allah. Watakwambia hao waliowekwa nyuma na unafiki wao katika wakati wa majangwani utaporejea kutoka safarini, yametushughulisha mali yetu na hali zetu hata hatukuweza kutoka nawe, basi tuombee maghfira. Wanasema hayo kwa ndimi zao yasiyokuwamo katika nyoyo zao. Sema kuwajibu, nani anayeweza kukufanyia ni chochote kukulindeni na hukumu ya Mwenyezi Mungu pindi akitaka kukudhuruni au akitaka kukufaeni? Bali Mwenyezi Mungu amevizunguka vyote mtendavyo kwa ujuzi wake. Bali nyinyi mlidhani kwamba mtume na waumini hawatarejea kabisa kwa watu wao baada ya vita vyao, ndiyo maana mkabaki nyuma na mkadanganyika na hiyo dhana katika nyoyo zenu, na mkadhania dhana mbovu katika mambo yenu yote. Na Mwenyezi Mungu alikushajua kuwa nyinyi ni watu walioangamia, wenye kustahiki ghadhabu zake. Na asiyemwamini Mwenyezi Mungu na mtume wake, basi sisi tumewatengenezea makafiri moto unaowaka kwa nguvu. Na Mwenyezi Mungu peke yake ndiye mwenye ufalme wa mbinguni na katika ardhi. Anaupanga kwa mpango wa mwenye uweza, mwenye hikma. Humsamehe madhambi amtakaye na humwadhibu kwa hikma yake amtakaye. Na Mwenyezi Mungu ni mkuu wa kusamehe, mkunjufu wa rehema. Watasema hawa wakazi wa majangwani waliowekwa nyuma na unafiki wasitoke nawe, mkenda kuchukua ngawira aliyokuahidini Mwenyezi Mungu kuzichukua, tuacheni tukufuateni. Hao wanataka kuigeuza ile ahadi ya Mwenyezi Mungu juu ya ngawira hizo aliyowapa waliotoka na mtume kwenda Hudaibia. Ewe Muhammadi, waambie, hamtatufuata. Hukumu kama hiyo ya kuzuia kufuata Mwenyezi Mungu aliyehukumia kabla ya hapo, kwa mintarafu ya ngawira kwa waliotoka kwenda vitani pamoja na mtume wake. Wao watasema, Mwenyezi Mungu hakukuamrisheni hayo, bali nyinyi matuhusudu tu, hamtaki tushirikiane nanyi. Bali watu hawa kwa haya wayasemayo hawafahamu sharia za Mwenyezi Mungu ila kwa fahamu chache.
waambie waliobaki nyuma wasitoke katika watu wa majangwani. Mtakujetakiwa kwenda pigana na watu wakali wa vita. Ikiwa mtaitikia wito huo, basi hapo Mwenyezi Mungu atakupeni ngawira nyingi katika dunia na thawabu katika akhera. Na mkikataa kama mlivyokushakataa kabla, basi Mwenyezi Mungu atakuadhibuni kwa adhabu ya mwisho wa uchungu. Kipofu hapati dhambi kuacha kwenda pigana na makafiri, wala kiguru hapati dhambi, wala mgonjwa hapati dhambi kadhalika, kwani hao hawajiwezi. Na mwenye kumtii Mwenyezi Mungu na mtume wake katika kila anachoamrisha na kukataza, atamtia katika mabustani ya peponi yenye wasaa yapitayo mito kati yake. Na mwenye kuacha kumtii Mwenyezi Mungu na mtume wake, basi yeye atamuadhibu adhabu iliyochungu hadi. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما
kwa hakika Mwenyezi Mungu amewapa radhi waumini walipofungamana nawe chini ya mti, na alijua yaliyomo moyoni mwao, basi akateremsha utulivu juu yao na akawalipa kwa ushindi wa karibu na ngawira nyingi watakazozichukua. Na Mwenyezi Mungu ni mwenye nguvu, mwenye hikma. Mwenyezi Mungu anakuahidini ngawira nyingi mtakazozichukua, basi amekutangulizieni hizi kwanza, na akaizuia mikono ya watu isikufikieni, na ili hayo yawe ni ishara kwa waumini, na akakuongozeni njia iliyonyoka. Na mengine hamwezi kuyapata bado, Mwenyezi Mungu amekwisha yazingia, na Mwenyezi Mungu ni muweza wa kila kitu. Na lao makafiri wangelipigana nanyi, basi bila shaka wangeligeuza migongo, kisha wasingelipata mlinzi wala msaidizi. Huo ndio mwendo wa Mwenyezi Mungu uliokwisha pita zamani, wala hutapata mabadiliko katika mwendo wa Mwenyezi Mungu. Na yeye ndiye aliyeizuia mikono yao kwenu na mikono yenu kwao katika bonde la Maka, baada ya kukupeni ushindi juu yao. Na Mwenyezi Mungu ni mwenye kuyaona miyatendayo. Hao ndio waliokufuru na wakakuzuieni msiingie msikiti mtakatifu, na wakazuilia dhabihu kufika mahali pao. Na lao si wanaume waumini na wanawake waumini msiowajua mkawasaga na mkaingia makosani kutokana nao bila ya kujua, Mwenyezi Mungu ili amuingize amtakaye katika rehema yake. Lao wangelitengana, bila shaka tungeliwaadhibu waliokufuru kwa adhabu chungu. Pale waliokufuru walipotia katika nyoyo zao hasira za kijinga, Mwenyezi Mungu aliteremsha utulivu juu ya mtume wake na juu ya waumini, na akawalazimisha neno la kumcha Mungu, na wao walikuwa bado wenye haki nalo na wenye kustahili. Na Mwenyezi Mungu ni mjuzi wa kila kitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illa Allah. Mwenyezi Mungu amewapa radhi waumini walipokuahidi kwa kujitolea chini ya mti. Yeye alijua yaliyomo katika nyoyo zao ya ikhlasi na kutimiliza ujumbe wako, basi akateremshia utulivu, na kwa ajili ya ukweli wao katika kukunga mkono na kutimiza sulhu aliwapa nguvu hapo hapo, na ngawira nyingi alizoahidi kuwa watazipata. Na Mwenyezi Mungu ni mwenye kushinda kila kitu, mwenye hikma ya mwisho katika kila analohukumia. Mwenyezi Mungu amekuahidini ngawira nyingi mtakazochukua katika wakati uliokadiriwa kwa hayo, basi akakuleteeni haraka, na hayo ndiyo hizo ngawira alizokuahidini, na akakukingeni na madhara ya watu juu yenu. Na ili hayo yawe ni ishara kwa waumini juu ya ukweli wa ahadi ya Mwenyezi Mungu kwao, na kuongozeni kwenye njia iliyonyoka kwa kumtii yeye na kufuata mtume wake. Na ngawira nyingine ambazo mlikuwa hamjazipata, Mwenyezi Mungu amekupeni ushindi wa kuzipata. Na Mwenyezi Mungu ana uwezo uliotimia juu ya kila kitu. Na lao makafiri wa Maka wangelipigana nanyi na wasifanye ile sulhu nanyi, basi wangelitoka mbio kwa kushindwa, kwa kukuogopeni, na tena hapo wasingepata mlinzi wowote wa kuwatawalia mambo yao wala mtu wa kuwanusuru. Mwenyezi Mungu ameendesha mambo yake kwa mwendo kama aliyouendesha zamani kwa viumbe vyake, navyo ni kwa hatima njema ya mitume wake na waumini, wala hutakuta mabadiliko katika mwendo wa Mwenyezi Mungu. Na huyo ni Mwenyezi Mungu pekee ndiye aliyezuia mikono ya makafiri sikudhuruni katika vita vyao kati ya Maka, na baada yake akakupeni uwezo wa kuwashinda. Na hakika Mwenyezi Mungu ni mwenye kuyaona yote miyatendayo. Watu wa Maka ndio waliokufuru na wakakuzuilieni msiingie katika msikiti mtakatifu, na wakawazuilia dhabihu wanyama wa kutoa mhanga mliowachunga na kuwafunga kwa ajili ya kutoa dhahia, wasifike pahala pao pa kuchindwa. Na laukuwa si ubaya wa kuwasibu waumini wanaume na wanawake kati ya makafiri wa Maka ambao hamwajui mkawaua bila kuwajua,
na mkapata ari na hizaya kwa ajili ya kuwaua, basi tungelisalitisheni nao mkapambana nao. Na kuzuiliwa huko ni kwa ajili ya kuwa Mwenyezi Mungu apate kuwaingiza katika ulinzi wake waumini walio baina yao na waliosilimu miongoni mwa makafiri. Lau kuwa wanatambulikana waumini, basi tungeliwaadhibu walioshikilia ukafiri kati yao adhabu ya ukomo wa uchungu, pale wale waliokufuru walipofanya katika nyoyo zao dharau za kijahilia. Basi Mwenyezi Mungu akateremsha utulivu juu ya mtume wake na juu ya waumini, na akawalazimisha neno la kujikinga na ushirikina na adhabu. Na wao walikuwa ni wenye kustahiki na kuelekea hayo, na Mwenyezi Mungu ni mwenye kujua kila kitu. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. Hakika Mwenyezi Mungu amemtimizia mtume wake ndoto ya haki. Bila shaka nyinyi mtauingia msikiti mtakatifu insha Allah kwa amani na hali mmenyoa vichwa vyenu na mmepunguza nywele. Hamtakuwa na hofu. Yeye anajua msiyoyajua. Basi atakupeni kabla ya haya ushindi karibuni. Yeye ndiye aliyemtuma mtume wake kwa uongofu na dini ya haki ili aitukuze juu ya dini zote. Na Mwenyezi Mungu anatosha kuwa shahidi. Muhammad ni mtume wa Mwenyezi Mungu, na walio pamoja naye wana nguvu mbele ya makafiri, na wanahurumiana wao kwa wao. Utawaona wakiinama na kusujudu, wakitafuta fadhila na radhi za Mwenyezi Mungu. Alama zao zikatika nyuso zao kwa athari ya kusujudu. Huu ndio mfano wao katika Taurati, na mfano wao katika Injili. Ni kama mmea uliotoa chipukizi lake, kisha ukalitia nguvu, ukawa mnene, ukasimama sawa juu ya ubua wake, ukawafurahisha wakulima, ili kuwakasirisha kwa ajili yao makafiri. Mwenyezi Mungu amewaahidi walioamini na wakatenda mema katika wao msamaha na ujira mkubwa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Ameitimiza Mwenyezi Mungu kwa mtume wake ile ndoto ya mtume kwa kuingia msikiti mtakatifu kwa hakika. Ninaapa hapana shaka mtaingia katika msikiti mtakatifu Mwenyezi Mungu akipenda,
nanyi mmesalimika na maadui zenu, na huku ni wenye kunyoa na kupunguza nywele zenu na bila hofu. Mwenyezi Mungu subhanahu anaijua kheri msiyoijua, kwa kukuchelewesheni kuingia msikiti mtakatifu. Basi amekujalieni kabla ya kuingia kwenu mpate ushindi karibuni. Yeye ndiye Mwenyezi Mungu aliyemtuma mtume wake na uongozi ulio wazi na dini ya Kiislamu ili itukuke juu ya dini zote, na Mwenyezi Mungu anatosha kuwa ni shahidi wa hayo. Muhammadi ni mtume wa Mwenyezi Mungu, na masahaba wake walio pamoja naye ni wakali na wenye nguvu kwa makafiri, na wanarehemeana na kuoneana huruma wenyewe kwa wenyewe. Unawaona wakirukuu na kusujudu sana, wakiomba kwa hivyo thawabu kubwa kwa Mwenyezi Mungu na radhi za kuenea. Alama yao ni unyenyekevu wao katika nyuso zao kutokana na kuathirika kwa sala nyingi. Hiyo ndiyo sifa yao kubwa katika Taurati, na sifa yao katika Injili ni kama mmea uliochipua ukapata nguvu, ukageuka kutokana na udhaifu ukawa mgumu, ukasimama sawasawa kwenye shina lake, ukawafurahisha wakulima kwa nguvu zake. Basi waumini ni hali kadhalika, ili Mwenyezi Mungu awakasirishe makafiri kwa nguvu zao. Mwenyezi Mungu amewaahidi walioamini na wakatenda mema katika wao maghfira ya kuwafutia madhambi yao yote na thawabu kubwa mno. Katika Injili ya Marko 4:26 hadi 28 imeandikwa, ufalme wa Mungu mfano wake ni kama mtu aliyemwaga mbegu juu ya nchi, akawa akilala na kuondoka usiku na mchana, nayo mbegu ikamea na kukua, asivyojua yeye. Maana nchi huzaa wenyewe, kwanza jani, tena suke, tena ngano pevu katika suke. Katika Hesabu 16:22 ambacho ni sehemu ya Taurati kwa mujibu wa Biblia, imeandikwa kuwa Musa na Haruni waliswali kwa kusujudu. Humo inasemwa, nao wakapomoka kifudifudi wakasema, Mungu. Na katika Injili ya Mathayo 26:39 inatajwa pia kuwa Yesu pia aliswali kwa kusujudu. Akaendelea mbele kidogo, akaanguka kifudifudi akaomba. Hivyo ndivyo wasalifu wa Islamu.